Na yeye Sauli akaona ni yeye peke yake ndiye atakayekuwa mfalme. Kumbe Bwana anakuwa tayari, akikukataa ana mtu mwingine wa kumweka. Ninaangalia hapa kwenye kwaya, mtu akiimba siku moja akifurahiwa tu, basi kichwa kinafanya nini? Kinavimba, anaacha. Yesu asifiwe sana. Wapigeni makofi walioweza kuimba hapa jamani. Nazungumzia unyenyekevu. Sauli kilichomfanya aweze kushuka chini ni kuweza kupewa sifa na wanadamu, akavimba kichwa na Bwana akamkataa. Ni maombi yangu kwako, usiinuke. Usifanye nini? Usiinuke. Subiria Bwana kufanya nini? Akuinue. Ukiwa katika hali hiyo, Mungu atakusaidia. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu wetu atukuzwe sana. Maana ya pili ya unyenyekevu. Maana ya pili ya unyenyekevu. Nimezungumzia maana tatu za unyenyekevu. Nimezungumzia maana ya kwanza, nazungumzia maana ya pili. Maana ya pili ni kujiweka chini ya mtu mwingine kwa kunyenyekea. Ni kujiweka chini ya mtu mwingine kwa kunyenyekea. Sauli bosi wake alikuwa ni Mungu na nabii Samueli. Narudia tena. Sauli bosi wake alikuwa ni nani? Ni Mungu na nabii nani? Samueli. Kwa alikuwa kama kimdharau Samueli.